حمدا لله الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا فجعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة بها تفقهنا وتعلمنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الاعتبار الثاني تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا للفن المخصوص. الاعتبار الثاني، mtazamo wa pili, njia ya pili walioitumia maulama wa usuli kueleza maana ya usuli al-fiqh ni bi'tibarihi laqaban, ni kulizingatia hili neno, huu mustalah wa usul al-fiqh, kuzingatia bi'tibarihi, kuzingatia au kuchukulia huu mustalah kuwa ni laqaban, ni jina, kuwa ni laqaban, ni jina au ni sifa lilfanni almakhsus, la fani maalum. Yani sasa hivi tunakwenda kuangalia taarifu ya usulul fiqh kwa namna nyingine. Tuliangalia maana ya usulul fiqh, huu mustalah wa usulul fiqh tuliangalia katika darasa iliyopita kwa kulichukulia hili neno usulul fiqh ni neno lililoundika kwa mchanganyiko wa majina mawili. Kwa hiyo tukaangalia nini maana ya usul kivyake, kisha tukaangalia nini maana ya al-fiqh kivyake. Sasa leo ninakuja kuelezea maana ya neno hilo hilo usulul fiqh, mustalah huo usulul fiqh, lakini kwa kulichukulia hili neno usul fiqh kuwa ni neno na ni jina la fani fulani, ni neno na ni jina la fani fulani. Kwa hiyo tukilichukulia kwa maana hiyo, usul fiqh inakuwa na maana gani? Yani hili neno usul fiqh tukija kulitafsiri kwa namna ya kuwa ni neno la fani fulani, elimu fulani, je, linabeba maana gani? Yani mfano wake tuchukulie, labda mfano unasema talibu jami'i, mwanafunzi wa jamia, ili neno talib jami'i, mwanafunzi wa jamia, ni neno ambalo limeundika kwa maneno mawili, talib na jamia. Kwenye kulielezea maana yake tunaweza tukalielezea kwa kubainisha maana ya neno moja moja kwanza, Talibu ina maana gani na jami ina maana gani.
Ndio kama vile tulivyobainisha maana ya usulul fiqh kwa neno moja moja. Kwanza usul ina maana gani na fiqh ina maana gani kwenye darasa iliyopita. Lakini hii talibu jamii unaweza kuja kuielezea maana yake. Sasa tukimzungumzia mwanafunzi wa jamia, ni mwanafunzi gani? Utaeleza kuwa ni mwanafunzi mwenye level kadha na kadha. Hautoeleza maana ya neno moja moja. Hapo utaelezea sasa jumla, mwanafunzi wa jamia ni mwanafunzi yupi. Kwa hiyo unaweza ukalielezea msamiati wa talib jamii, unaweza ukauelezea kuwa ni kwa neno moja moja, na unaweza ukaelezea kwa ujumla ukisema mwanafunzi wa jamii ni mwanafunzi gani. Ndivyo hivyo kwenye neno letu usulul fiqh, kwenye kuelezea maana yake tunaweza tukaelezea kwa kuangalia neno moja moja, usul lina maana gani na al-fiqh ina maana gani. Lakini kwenye kueleza maana yake hii, tukisema usulul fiqh ambalo ni jina la elimu fulani, ni jina la fani fulani, wakati huo maana yake inakuwa nini? Si kwa kuangalia neno moja moja. Ndiyo i'tibaru ya pili, ndiyo namna ya pili, njia ya pili ya kuielezea maana neno usul fiqh, na ndio ambayo tunayoanza leo hii kuisoma. Anasema baada an arafna, baada ya kufahamu maana usulul fiqh, maana ya usulul fiqh bi'tibarihi, kwa kuchukulia kwake huu msamiati usulul fiqh, bi'tibarihi, kwa kuchukulia kwake msamiati huu kuwa ni murakkaban idafiyan min kalimatayn, min al-kalimatayn, ni muunganiko wa maneno mawili yaliyopandana, moja ni mudhafu, mwingine ni mudhafu ilayhi. Baada ya kuelezea maana ya usul fiqh kwa mtazamo huo, usul neno yenyewe ni usul, wal fiqh ni fiqh, wadhālika, na hivyo bibayani maana al-kalimatayn, kwa kubainisha maana ya maneno hayo mawili, lughatan wa istilahan, kilugha na kiistilah. Tukabainisha neno moja baada ya lingine, moja la kwanza na la pili, yote mawili kilugha na kiistilaha. Tumeshamalizana na hilo. Anasema nantaqilu, tunaama sasa hivi, nantaqilu, tunaama ila ta'rifihi, kwenye kueleza maana yake, kuelekea kuelezea maana yake hiyo usul fiqh, bi'tibarihi, kwa kulizingatia hilo neno usul fiqh, kwa kulichukulia hilo neno usul fiqh kuwa ni laqaban, ni jina, ni sifa, yutlaqu ala hadha alfanni, linalotumika kuiita fani hii al-makhsus maalum. Yutlaqu ala hadha al-fann, linalotumika kuiita fani hii al-makhsus maalum. Kwa sasa hivi ndio taarifa ambayo tunakwenda kuijadili na kuipitia. Tayeb, katika kuelezea taarifu hiyo akasema ikhtalafat manahiju al-usuliyin fi ta'rifihi bihadha li'tibari al-laqabi. اختلفت مناهج الأصوليين. منهج za wanawazuoni wa usul fiqh zimetofautiana, ikhtalafat, zimetofautiana fi ta'rifihi, katika kulitolea maana, bihadha fi ta'rifi, katika kulitolea maana neno usul fiqh, mustalah wa usul fiqh, bihadha li'tibar, kwenye
katika njia hii, bihadha al-i'tibar, kwenye njia hii, bihadha al-i'tibar, kwenye njia hii. Na kwenye njia hii ya kuchukulia huu msamiati kuwa ni msamiati, ni jina la fani maalumu, manhaj na njia za maulama wa usul kwenye kueleza maana yake zimetofautiana. Bihadha al-i'tibar, kwenye njia hii, kwenye mtazamo huu wa al-laqabi wa laqab, yani wakuwa neno usul fiqh ni laqab, ni jina na ni sifa ya fani maalum. Minhum, miongoni mwao, man nadhar, kuna walio angalia fi ta'rifihi, kwenye kueleza maana yake, fi ta'rifihi, kwenye kueleza maana yake, ila maanahu alwasfi, upande wa maana ya usulul fiqhi, alwasfi, maana ya wasfi. Tutakuja kuelezeana almaana alwasfi nini na nini nakusudiwa ukisema almaana alwasfi. Kwa hiyo kuna baadhi ya maulama wameleta maana, wameelezea maana ya usulul fiqhi kwa kuangalia almaana alwasfi ya usulul fiqhi, fa'arrafuhu, wakaelezea maana ya usulul fiqhi tab'an lidhalika, kufuata hiyo manhaji ya at-ta'rifi al-wasfi, tab'an lidhalika, kwa kufuata manhaji hiyo, yani kwa kufuata njia hiyo na mfumo huo wa kuelezea maana ya kitu kwa njia ya al-wasfi. Tutaelezea nini maana ya wasfi. Wa minhum, na miongoni mwao, man nadhara, kuna walioangalia fi ta'rifihi, kwenye kueleza ta'rifi ya usulul fiqhi, ila maanahu al-ismi, upande wa maana yake ya al-ismi. Tutakuja kuelezea pia at-ta'rifu al-wasfi au al-maana al-wasfi, al-maana al-ismi, nini wanakusudia. Fa'arrafuhu, wakaelezea maana ya usulul fiqhi tab'an lidhalika, kufuatana na maana hiyo ya al-ismi, kwa kuangalia maana hiyo ya al-ismi. Huna tuelewane na tusikilizane vizuri. Kwenye kueleza maana ya kitu, kwenye kueleza maana ya kitu, maulama huwa wanaeleza maana ya kitu imma nilikuwa simu ya lazima niipokee. Tayeb, maulama kwenye kuelezea maana ya kitu wana manhaji mbili. Ima waelezee maana ya kitu kwa almaana alwasfi au at-ta'rif alwasfi, au waelezee maana ya kitu kwa المعنى الاسمي أو التعريف الاسمي. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى الوصفي kukielezea kitu kwa almaana alwasfi, wanakusudia kukielezea kitu kwa namna ambayo
la yufassiru ma'na lafdhin min jihati madlulihi al-lughawi. Ni kukielezea kitu kwa hali ambayo hiyo taarifu, hiyo maana, la yufassir maana lafzi min jihati madlulihi al-lughawi au al-istilahi mubashara. Al-maana al-wasfi ni kitu unakielezea kwa maana ambayo si maana inakwenda kukitafsiri hiko kitu, si maana ambayo inakwenda kutafsiri maana ya hilo neno kwenye upande wa hilo neno linavyojulisha kwenye lugha, wala si maana ya istilahi vile ambavyo mustalaha huo unajulisha kwenye fani hiyo, bali unalitafsiri neno bi wasfihi, kwa kukisifu, imma bidhikri mawdu'atihi, imma kwa kutaja maudhui ya hiko kitu. Mfano kama somo, unataja maudhui ya hilo somo kuelezea maana yake. Unasema mfano fiqhi ni somo ambalo linaelezea utekelezaji wa ibada ya swala, saumu, zaka, haji na miamala mingine baina ya mtu na ambao tunafanya biashara. Yani ukaeleza maana ya fiqhi kwa kutaja wasfu wa fiqhi, kwamba wasfu wa fiqhi ni elimu inayobeba maudhui fulani, maudhui hii na hii, na ukajitosheleza kuwa hiyo ndiyo maana ya fiqhi, Hapo tunasema umetoa maana ya kitu lakini kwa taarifu alwasfi, yani mathalan taarifu alwasfi, unaulizwa labda upanga ni nini, ukasema upanga ni chuma inayonolewa kisha inavikwa mbao kwa huku kwenye kushikia na inakuwa na makali sehemu moja mbele inachongoka, ukauelezea hivyo upanga. Hapa umetaja wasfu wa upanga, sifa ya upanga, na wasfu huo ukauegemeza kwenye kuufahamisha upanga na kwamba ndiyo maana ya upanga. Taarifu ya namna hii inaitwa at-taarifu wal-wasfi. Kwa hiyo baadhi ya maulama walipokuja kuelezea maana ya usulul fiqhi wakaelezea maana yake kwa taarifu al-wasfi, na taarifu al-wasfi katika usulul fiqhi imepita kwenye kutaja mawdu'at za usulul fiqhi, kama vile tutakuja kuona baada qalil taarifa ya Baydawi na taarifati zinginezo ambazo tutaziashiria.
anaelezea usulul fiqh maana yake kwa kutaja maudhui na vipengele vinavyosomeshwa ndani ya usulul fiqh. Kukielezea kitu kwa njia hii kunaitwa kukielezea kitu kwa wasf, at-ta'rif wal-wasfi, al-ma'na al-wasfi. Sawa? Yani kama mfano mwingine mwanadamu, mathalan mwanadamu ni nani? Insani nani? Insani ukasema ni kiumbe chenye miguu miwili, mikono miwili, kinatembea juu ya ardhi, kinaongea, kinafanya. Yani hapa unaelezea maana ya mwanadamu kwa wasf. Hii inaitwa al-ma'na al-wasfi, at-ta'rifu al-wasfi. Tumefahamiana? Tukisema al-ma'na al-wasfi, at-ta'rifu al-wasfi. Sasa katika baadhi ya maulama walipokuja kuelezea maana ya usulul fiqh wakaelezea maana yake kwa ta'rifu al-wasfi. Lakini kuna wengine wameelezea maana ya usulul fiqh binadhari ila ma'nahu al-ismi, binadhari ila ma'nahu al-ismi, kwa kuangalia maana yake ya kiismi, maana yake ya kiismi. Nini unakusudia al-ma'na al-ismi au at-ta'rif al-ismi? Wanakusudia ni ile taarifu ambayo yashrahu al-murada bilismi nafsihi, yashrahu al-murada bilismi nafsihi. Ni ile taarifu ambayo yashrahu al-murada, inasherehesha makusudio ya kitu bilismi nafsihi, kwa kulitaja jina lenyewe, kwa kulitaja jina lenyewe. Lidhalika mathalan tulipokuwa tunazungumzia nini, nilipotolea mfano wa panga na tukataja ausaf za panga, mukawinati za panga. Unapokuja kulielezea panga ni nini, unapokuja kulielezea panga ni nini, ni utasema kama vile alivyosema al-Qadhi Salih ibn Mahdi ibn Ali al-Maqbali, wengine wanamuita al-Maqbali, wengine wanamuita al-Muqbili, Myemeni huyu. Qadhi Salih ibn Mahdi akasema al-haqqu an yuqala, usahihi useme inna usul al-fiqh wa nahwahu, hakika ya usul al-fiqh na mfano wake katika mustalahat, nafsul qawaid. Usul fiqh ni qaida zile zile, tuachane na hayo maneno, bado tujafikia kuyasoma, yani hatua yake tujafikia. Akaenda kaelezea maelezo yake mpaka alipofika kuelezea mfano wa panga, akasema falaisa saifu, tunaposema panga si al-ilmu bil hadidi al-makhsusi, ni kujua panga maalumu, bal nafsihi, bali ni kulijua panga lenyewe ndio panga. Yani panga, tunazungumza panga ni panga lenyewe ndio panga. Ala kulli hali tukizungumzia al-maana al-ismi ni kukielezea sasa kile kitu chenyewe kama chenyewe, maana yake si kuzunguka kutaja sifa zake na mukawinati zake, ni kukielezea kitu chenyewe kama kitu chenyewe, madhululu yake kilugha na kimiswalah na kiistilah, madhululu yake kilugha na kiistilah. Yani hilo neno lenyewe kilugha linajulisha nini, hilo neno lenyewe kimakubaliano ya watu wa fani hiyo
wanalitafsirije, si kwa kutaja vitu vya pembeni, si kwa kutaja vitu vya pembeni ambavyo pengine ni mukawinat vinavyounda ilo neno, au almawduat, maudhui zinazoizunguka hiyo fani. Kwa hiyo kwenye taarifu ya usul fiqhi kuna ambao wametumia almanhaj alwasfi kwenye kuelezea maana yake, na kuna ambao wametumia almanhaj alismi kwenye kuelezea maana yake. Akasema wa mimman nadhara ila ma'nahu alwasfi, wa mimman nadhara, na katika walioangalia kwenye kuelezea maana ya usulul fiqh wakaangalia ila ma'nahu alwasfi, upande wa maana alwasfi, alqadi albaydawi ash-shafi'i. Qadi albaydawi ambaye ni mshafi'i aliyefariki mwaka 685 min alhijra. Qadi albaydawi yeye alipoleta taarifu ya usulul fiqh kwenye kitabu chake Al-Minhaj, kitabu cha Al-Qadi Al-Baydawi kinaitwaje mashaikh? Kunu ma'i. Kitabu cha usul fiqh cha Al-Qadi Al-Baydawi kinaitwaje? Al-Minhaj. Alipokuwa anaelezea maana ya usulul fiqh kwenye kitabu chake hichi cha Al-Minhaj, ambacho kitabu hichi uhalisia wake ni ufupisho, ni ikhtisar ya kitabu Al-Mahsul lirrazi, kitabu cha Al-Mahsul lirrazi, Fakhr Razi. Alipokuwa anaelezea maana ya usulul fiqh kwenye kitabu chake hiki, akaelezea maana ya usulul fiqh bimaanahu alwasfi.